Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 7 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Hapa ni katika kitongoji cha Ilkiloriti kilichopo kata ya Moivo, ni wilayani ya Rumeru mkoani Arusha. Tumekuja kuripoti taarifa ya mwanaume mmoja anayekadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 60 ambaye amenusurika kufa baada ya kutumbukia kwenye kisima ambako hapo alikuwa anafanya kazi ya kuchimba kisima hicho ili kuweza kupata maji. Lakini kwa mujibu wa majirani, wameeleza kwamba majira ya asubuhi wakiwa wametoka nje walisikia kama vile ni mguno hivi, kama sauti ya mtu kuomba msaada akiwa chini ya kisima hicho. Kisima hicho ni chembamba kwenda chini sana. Lakini baadaye mwenyekiti wa kitongoji alipata taarifa na kupigia watu wa zimamoto na uokozi, ambapo walifika kwa haraka zaidi na kumuokoa mwanaume huyo ili kunusuru uhai wake. Cha kushukuru ni kwamba zimamoto walipofika walifanya jitihada za kuingia chini na kumtoa mwanaume huyo akiwa hai na akawahishwa katika hospitali ya Mount Meru ili kuweza kunusuru uhai wake. Tumezungumza na mashuhuda wa tukio hilo pamoja na mwenyekiti wa mtaa huu, wakieleza zaidi kwamba taratibu zifuatwe katika kuchimba visima hivi ambavyo ni vya maji, kwa sababu wakati mwingine vinahatarisha usalama wa wale watu ambao wamepewa kazi. Nilikuwa naenda kumwaga maji, ndio nikasikia mtu ananguruma ndio nikaita wenzangu, basi watu wakaja. Sasa ndio watu wakatoa msaada mpaka fai ikaja. Huyu mtu ndio aliyekuwa anachimba hapa, sijui jina lake mimi, si anachimba tu, sijui anamuita Dani. Alikuwa peke yake? Sijajua, sasa mimi silikuwa tu napita, sijaona mtu mwingine hapa, nimekuta tu nguo. Lakini siku nyingine anakuja na mwenzake, sijui leo imekuwaje, na alikuwa hata hajaelezea, sijui kwamba nakuja. Kwa hiyo hata sijui mwenye nyumba hajamuelezea kwamba leo nakuja. Kwa hiyo alishangaa tu na yeye kukuta watu. Kwa hiyo alipokuja walimtoa, alikuwa katika hali gani? Alikuwa na hali mbaya tu, lakini tunamshukuru Mungu katoka vizuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Na watu pia waliokuja wote. Tunashukuru kweli. Naitwa Bwana Elias Negisa Laiza, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Ilkiloriti kata ya Moivo. Nilipigiwa simu muda wa saa 2 saa 3 kwamba kuna mtu ametumbukia kwenye shimo kwa ndugu yetu Godson Abraham. Kwa hiyo tuliwahi mahali hapa tukamkuta yuko ndani ya shimo, lakini baadaye ilifanyika jitihada wa balozi wa eneo ndugu Crispin Laiza kwamba amechukua pikipiki na akawahi polisi, baadaye kwenda jeshi la zimamoto ambao waliwahi vizuri na wametupa ushirikiano mzuri sana kwa ajili ya kumuokoa ndugu yetu ambaye yuko ndani ya shimo hili. Nilivyouliza kwamba shimo hili lilianza ni muda mrefu, lakini sisi kama uongozi wa mtaa hatuna taarifa nayo. Kwa hiyo tu baada ya hapo kupewa taarifa na wasamaria wema, leo hii ndio nimejua kwamba kuna shimo ambalo linachimbwa hapa, lakini siku zote sijajua kwamba kuna shimo ambalo linachimbwa mahali hapa. Shimo hili ni refu, siwezi kukisia kwamba ni mita ngapi, lakini ni shimo ambalo linachimba kwa ajili ya maji ya matumizi ya kawaida. Hapo sasa sijajua, baada ya kuja kufika mahali hapa kuulizia, walisema walikuwa na wenzake, lakini aliwahi kuja kuendelea kuchimba kwa ajili ya kumngojea mwenzake ambao wanafanya naye kazi. Kwa kweli zoezi ilikuwa gumu kidogo. Hata wenzetu wa zimamoto kuna mmoja aliingia alafu baadaye akakosa naye hewa, kwa hiyo ilibidi afanye apande, mwingine ndiye akashuka baada ya kuvaa hii mitungi ya nini ya oxygen, ndio akaweza kwenda kumuokoa. Lakini kwa kweli zoezi ilikuwa ni gumu, lakini tunashukuru sana na kuwapongeza sana jeshi letu za zimamoto kwa kazi nzuri waliyofanya na wamewahi kwa wakati. Kwa kweli tunawapongeza sana. Ndio. Alikuwa katika hali gani baada ya kumtoa? Katika alivyotolewa kwa kweli alikuwa katika hali sio nzuri, kwa sababu alikuwa katika hali ya kuchoka kwa namna moja au nyingine, kwa ajili ya ukosefu wa hewa alikuwa amechoka sana. Kwa hiyo wale wataalamu wa zimamoto walifanya kazi yao ya kumrescue mara ya kwanza. Sijui mimi sielewi kwa sababu sio mtaalamu sana, lakini nadhani walimfanyia namna walivyofanya kidogo hali ikawa sio mbaya zaidi, lakini wamewaishwa kupeleka hospitali ya Mount Meru. Ndio. Kwa kweli taharuki ilikuwa ni kubwa sana.
katika eneo hili. Taharuki ilikuwa ni kubwa sana, wananchi walipata taharuki kubwa sana na wananchi walikuwa ni wengi mno. Na tunashukuru Mungu kwamba ameokolewa kwa salama. Amelegea, alafu hakukuwa hamna mtu mmoja mwenye utaalamu kushuka ndani ya ile shimo kwenda kumuokoa. Ndio mpaka jeshi la zimamoto walipofika ndio waliweza kumuokoa. Ndio. Tujifunzeni kupitia tukio hili sasa. Tujifunze kwamba wakati tunafanya kazi kama hizi angalau tuwe na taarifa. Kama sisi uongozi wa serikali, balozi, wenyekiti, tuwe na taarifa wakati shughuli hizi zinafanyika, kwa sababu sasa uchimbaji huu unafanyika kiolela, kwamba sisi hatuna taarifa aina yote mpaka matukio kama haya ndio tunakuja kujua kwamba kuna mazingira kama haya ambayo kuna vitu ambavyo vinafanyika ambavyo sisi hatuvijui. Tunawashauri kwamba watoe taarifa. Wawe makini sana katika zoezi la kufanya hivi, kuchimba visima kama hivi, basi wawe na taarifa, kwa sababu visima kama hivi lazima kuna watu wanaitwa bonde la Pangani watakuwa wawe na kibali hicho kwa ajili ya kufanya zoezi hili, ili tuwe na taarifa hizo, kwa sababu wamefanya kiolela sana. Ndio. Kwa hapa alikuwa ameajiriwa, sio kwake? Ameajiriwa. Ndio. Anafahamika huyo mtu na ni wa wapi, na labda ni mtu ana umri gani? Anakisiwa kwamba ana miaka kama 60 na ni mkazi wa kitongoji cha Oloresho ambaye ni kata hii ya Moivo. Eliamani Leseriani Muruve ni balozi wa jirani naye pakana na balozi wa eneo hili. Na mimi nilipigiwa simu kama balozi wa jirani baada ya balozi wa eneo kuwa alikuwa mbali kidogo. Nikakimbia kuja hapa, ndio tukakuta watu wameshaingia, watu wengi tu, na taharuki ya watu waliingia kweli kwa namna ya taharuki kubwa. Ndio tukakuta kwamba jamaa bado anakoroma huko kwenye shimo. Basi bahati nzuri balozi wa eneo kabisa akawa amefanya jitihada ya kupatikana zimamoto. Na zimamoto kweli nao walipopatikana walikuja kwa wakati na wakatusaidia, kwa sababu shimo lenyewe lilikuwa ni kwamba hewa ndani ilikuwa ni haifai kwa mtu wa kawaida bila oxygen. Kwa hiyo walipokuja, mmoja akashuka wa zimamoto, akafika karibia anafika, akasema nitoeni, kabili avutwe, akashuka saliva mitungi ya oxygen. Na alivyoshuka yule kweli bahati nzuri amefika, akamfunga, basi tukampandisha, lakini akiwa amechoka sana. Na baada ya hapo zimamoto wakamshughulikia na wamempeleka hospitali ya Montumero. Ni hapa ngambo kitongoji cha Oloresho kata ya Moivo. Ndio. Tumejaribu kumdodosa kijana wake, maana kuna kijana wake alikuja akasema amezaliwa mwaka 64, 1964, kwa ni kama miaka 61. Umri pia umeshaenda. Ni mtu mzima kabisa. Tahadhari tu hasa kwa wanaochimba, watumie tahadhari na wapate pia maelekezo kwa wahusika wa mambo ya maji na uongozi pia. Mimi naitwa Abraham Nashlari Muruve. Hata mimi nimekuja kusikia hii mambo leo asubuhi hiyo. Hii kitu nimekuja kusikia tu, sielewi kama ilikuwa na shimo ambayo ilikuwa unachimba hapa. Asante. Mimi kama maji yameshapa, kwa sababu nasikia kama maji yameshapatikana. Sasa taacha sasa. Kwa jina naitwa Catherine. Niliitwa na jirani yangu. Kaniambia kuna baba iko amedumbukia hapo kwenye kisima, ule fundi naona anashindwa kuhema, iko huko hali yake ni mbaya. Mimi nikakimbia barabarani kaenda kuita watu. Tukapiga kelele, watu wakaja. Watu walipokuja wakaangalia namna msaada, ikashindikana. Baada muda naona gari limeitwa. Tunasikia analia tu Labda kama jirani alianza lini kuchimba hapa? Ana kama mwezi. Na huwa anachimba peke yake au kuna watu wengine? Wanakuwa kwa wawili wanasaidiana. Huyu mwingine leo hatujamuona. Ushauri wangu sehemu kama hii ambayo ni hatari kwa mtu, labda unafanya kazi, unatakiwa uwe na mtu mwingine ambao mnaweza mkasaidiana ile ikitokea jambo mbaya ili upate msaada kwa rahisi. Happiness Peter. Leo kwa kweli tunashukuru Mungu kwa sababu huyu jirani yangu alitoka huko nje kumwaga maji. Alipotoka nje huko kumwaga maji, tukashangaa amerudi nyuma. Anasema jamani, hebu tokeni nje, huyu baba amedumbukia kwenye maji. Ndio tukatoka nje, tulipotoka nje ndio huyu baba, huyu ndio tukamsikia baba anaanza kulia kwenye shimo.
Tukachukua hatua sasa, tukaanza kupiga kelele, watu wakaja, ndo wakaanza kufanya ukoaji, naona wakashindwa. Wengine wakaja wakaitana wakashindwa, ndo mtu mmoja akapiga nani simu kwa fire, ndo gari la fire likaja. Kuna na nguvu zingine ziliomba na Mungu akaingilia kati. Huwezi kufanya kitu bila Mungu. Maombi lazima. Ilinifunza tuwe wajirani wema. Tuwe na upendo na watu wote. Pia tuendelee kumuomba Mungu tu, kwa sababu visima kama hivi sio wakati wa kuingia kweli huko mwenyewe. Unastahili uingie huko watu wawili au watatu. Mmoja akae juu, mwingine ndo azame chini, ili tokeo lolote kama hili likitokea uweze kupata mwokoaji. Kwa kama msingewahi ingekuwa tofauti. Ingekuwa tofauti kabisa, maana punzi silikuwa imeshamwishia.